Ni taarifa ambayo tutapata kwa undani zaidi mwendo wa saa 3. Na polisi katika kaunti ya Nakuru wanachunguza mauaji ya kutisha ya wanandoa wawili katika eneo la Elbagon Molo, kaunti ya Nakuru. Wawili hao wanadaiwa kuuawa na mfanyikazi wao wa shambani ambaye baadaye alikiri kuwa kuwaongoza maafisa wa upelelezi kwenye ushahidi uliofichwa shambani. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Mike Kagongo, ni kwamba uchunguzi wa maiti umeonyesha kuwa mme alifariki baada ya kupigwa kichwani kwa jembe, huku mke akifariki kwa kukosa hewa baada ya kutupwa akiwa hai kisimani. Utulivu wa kijiji hichi cha Elbagon ulitoweka ghafla baada ya kutoweka kwa mzee Pius Masharu mwenye umri wa miaka 72 na mkewe Jerusha Kwamboka mwenye umri wa miaka 70. Miili yao ilipatikana baadaye ikiwa imetupwa ndani ya kisima kilichoko kwenye boma lao. Upasuaji wa miili umeonyesha mateso ya mwisho ya wanandoa hao. Pius alipigwa kichwani kwa jembe huku Jerusha akiaga dunia baada ya kutupwa kisimani akiwa hai. Even her face, you can see that she went through a lot of pain. We are currently heading to the DCI. Kwa mujibu wa maafisa wa upelelezi, mfanyikazi wao wa shambani Sisa Juma Wanyama alikiri kuhusika na mauaji hayo na kuongoza polisi alikokuwa ameficha nyasi zilizokuwa na damu ambazo sasa zimepelekwa kwa uchunguzi wa kimaabara. Familia imesema mtuhumiwa alikuwa ameajiriwa hivi karibuni. Inadaiwa pia alihusishwa na mzozo dhidi ya msichana wa kazi ambaye alidhaniwa kutoweka, lakini polisi wamemfuatilia na kumpata jijini Nairobi na anatarajiwa kuandikisha taarifa katika ofisi za DCI mjini Molo. She is supposed to be coming tomorrow. We've sent her fare and we are still hopeful that she will come tomorrow. Polisi wanasema wanakamilisha uchunguzi wa matukio hayo na wanasubiri matokeo ya maabara kabla ya kufungua mashtaka rasmi dhidi ya mtuhumiwa. Kile kilichoanza kama mzozo wa kikazi sasa kimeishia kwa msiba, wanandoa wakiaga dunia, jamii kitikiswa na mtuhumiwa akisubiri kukabiliwa na mkono wa sheria. Mike Kagongo, TV47.